Mheshimiwa Mwenyekiti, vile mkoa wa Njombe una jumla vitongoji 1833 ambapo hadi kufikia hivi sasa mwezi Februari 28 jumla ya vitongoji 1154 tayari vimefikisha umeme sana 62.96 na vitongoji 679 havijafikiwa na umeme, lakini vipo kwenye mpango wa REA kufikisha umeme, na nitaeleza namna ambavyo tunakwenda kupelekea umeme. Mheshimiwa Mwenyekiti, Wakala wa Nishati Vijijini umeandaa mradi mkubwa wa kupeleka umeme kwenye vitongoji ambavyo havijafika na umeme hadi kufikia mwezi Februari, ambapo kati ya hivyo vitongoji 217 vya mkoa wa Njombe ni miongoni mwa vitongoji vya kwenye mradi huo ambao utakupatia umeme kupitia mradi huo ambao tunatarajia kutangaza mwezi huu mwishoni au mwezi unaofuata mwanzoni. Mheshimiwa Mwenyekiti, hapa kwenye vitongoji, kwa sababu ni interest kubwa ya Mheshimiwa Bunge, naomba nieleze kwa utaratibu zaidi. Tanzania bara tuna jumla vitongoji 64359 ambapo hadi kufikia mwezi Februari vitongoji 33657 tayari vimefikisha umeme. Tubaki na vitongoji 30702. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, kati ya hivyo vitongoji 7736 vipo kwenye miradi ambayo inaendelea, ikiwemo miradi ya vitongoji 15 kwa kila jimbo, na vitongoji 22966 vimebaki ambavyo havina umeme. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, wakala umeandaa mradi mkubwa wa kubeba umeme vitongojini, ambapo vitongoji 9000 vitapata umeme kupitia mradi wa unaoitwa Hamletification Project under the Mission 300 Initiative, yani mradi wa kupeleka umeme vitongojini kupitia utaratibu wa mpango mahususi wa kupeleka umeme kwenye watu milioni 300 walio barani Afrika, ambapo Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu utatangazwa mwezi huu mwishoni, na hivi sasa wataalamu kutoka REA na PPRA wako Dar es Salaam wanaingiza mahitaji kwenye mfumo wa NeST ili kuweza kuyaweka sawa na kuweza kutangaza. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, vitongoji hivyo 9 tukivitangaza, maana yake mwezi ujao tutakuwa na vitongoji 13966 ambavyo vitabaki Tanzania bara bila kuwa na commitment yoyote, na vitongoji hivyo 13966 tutapelekea umeme kwa kipindi cha miaka 5 kulingana na upatikanaji wa fedha. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mradi wa mkoa wa Njombe tuna jumla miradi 5 ambayo inaendelea kutekelezwa yenye thamani ya shilingi bilioni 81.6 ambazo serikali imezitenga kwa ajili ya mkoa wa Njombe kwa ajili ya umeme vijijini peke yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimeeleza pia mpango wa REA ambao ni kupeleka umeme kwenye vitongoji awamu ya pili B, yani Hamletification Project round 2B, ambapo unalenga kupeleka umeme kwenye vitongoji 9000 kwa nchi nzima, lakini kwa mkoa wa Njombe utakuwa na vitongoji 217, lakini vitongoji kati ya 679 ambavyo viko vina umeme vitabaki vitongoji 462 ambavyo vitakupatia umeme kwa kipindi cha miaka 5 kuanzia sasa mpaka mwaka 2030. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, hali ya usambazaji umeme katika wilaya za mkoa wa Njombe hususan wilaya ya Njombe na Makete ni kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa wilaya ya Njombe kuna jumla vijiji 103 ambapo na vitongoji 518 ambapo vijiji vyote 103 sawa na 100% vimefikiwa na umeme, na vitongoji 314 sawa na 60.61 navyo vimefikiwa na umeme. Mheshimiwa Mwenyekiti, vitongoji vilivyobakia vipo kwenye mpango unaofuatia wa kupeleka umeme vitongojini. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa wilaya ya Makete kuna jumla ya vijiji 93 na vitongoji 442 ambapo vijiji 92 sawa na 98.92 tayari vina umeme, na vitongoji 323 sawa na 73.07 navyo tayari vina umeme. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa wilaya ya Makete kimebaki kijiji kimoja ambacho kijafikia na umeme wa REA kama amesema Mheshimiwa Kaimu RC. Kijiji hiki wananchi wanapata umeme kutumia mifumo ya standalone system za solar, lakini umeme huu hautoshelezi mahitaji yao yote kwa maana ya kijiji kizima. Kwa hiyo nao tumeweka kwenye mpango wa kufikisha umeme wa grid, ambako nao tuliwapatia SUMA JKT wakaenda kufanya survey kama alivyosema Mheshimiwa RC. Kukifikia kijiji lazima upitie Mbeya, na walipitia Mbeya wakapita Matema Beach, wakatumia siku 4 ambazo walitembea kwenda kwenye kijiji kile, na akatuhakikishia kwamba jeshi lina uwezo wa kufikisha umeme kwenye kijiji hicho. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, tumewakabidhi SUMA JKT kazi hiyo waweze kufikisha umeme wa grid kwenye kijiji hicho ili wananchi waache kutumia sola ambazo kulingana na mahitaji ya maeneo yale haziwatoshi kuwasha friji, lakini pia kwenye shughuli za kuboresha kuongeza thamani ya mazao kama vile kuboa na kusaga. Na hivyo tunaamini tukifikisha umeme wa grid tutainua uchumi wa wananchi wa maeneo yale. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti,
Hali ya usambazaji umeme kwa majimbo katika mkoa wa Njombe ni kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa jimbo la Njombe mjini tuna jumla kata 13 zenye vijiji 44 na vitongoji na mitaa 28 na vitongoji 224. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadi hivi sasa vijiji vyote vya jimbo la Njombe mjini vina umeme sawa na 100%, lakini pia mitaa yote 28 imefikiwa na umeme sawa na 100%, na vitongoji 145 kati ya 224 navyo vimefikiwa na umeme Mheshimiwa Mwenyekiti sawa na 64.7, na vitongoji vilivyobaki vipo kwenye mpango wetu wa miradi inayofuata vitongoji, ambapo ikifika 2030 vitongoji vyote vitakuwa vimefikiwa na umeme. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika jimbo la Makambako tuna jumla ya kata 12 zenye mitaa 54, vijiji 14 na vitongoji 67, ambapo mitaa 54 yote imefikiwa na umeme na vijiji vyote 14 vimefikiwa na umeme kwa 100%, na hadi tunapozungumza vitongoji 36 kati ya 67 sawa na 53.7 navyo vimefikiwa na umeme, na ambavyo bado vipo kwenye mpango wetu kufikisha umeme ifikapo mwaka 2030 tutakuwa tumekamilisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, jimbo la Lupembe tuna jumla kata 12, vitongoji 45 na vijiji 45 na vitongoji 227, ambapo hadi hivi sasa vijiji vyote 45 vina umeme sawa na 100%, na vitongoji 133 kati ya 227 sawa na 59.6 navyo tayari vimekwisha na umeme, na vingine ambavyo havijapata umeme tunavyo kwenye mpango wetu na tunaendelea kuvipatia umeme. Mheshimiwa Mwenyekiti, jimbo la Ludewa tuna jumla ya kata 26, vijiji 77 na vitongoji 350, ambapo vijiji 69 sawa na 89.6 vimeshafikiwa na umeme.